Kwingineko tunaarifiwa kwamba matokeo ya upasuaji wa mwili wa Margaret Wambui aliyefariki baada ya kuanguka kutoka kwenye jumba la Altura mtaani Upper Hill yameonyesha kwamba alifariki baada ya kupata majeraha mabaya. Wambui aliyekuwa na umri wa miaka 21 alivunjika viungo mbalimbali vya mwili ikiwemo uti wa mgongo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge, uchunguzi umebaini kwamba Wambui aliyekuwa kwenye paa la jengo hilo kwa zaidi ya dakika 40 kabla ya kuonekana akianguka. Siku tatu baada ya kuanguka kutoka kwenye ghorofa ya juu ya jumba la Altura mtaani Upper Hill, familia ya Margaret Wambui ilifika katika makafani ya Nairobi kwa shughuli ya upasuaji wa mwili wake, matokeo yakionyesha kuwa alifariki baada ya kupata majeraha mabaya. Tulikuwa na daktari wa familia na ametueleza kulingana na vile uchunguzi wa mwili umefanywa, imeonekana ni kwa kweli alianguka na pati zote za mwili zimevujika, ni kichwa tu, hakuwa na majeraha. Familia ikiridhika na matokeo hayo na kuwataka maafisa wa upelelezi kufanya uchunguzi wa kina ili kuwapa majibu kuhusiana na chanzo cha kifo cha mwana wao. Maombi yetu ni DCI wa Kilimani waendelee kufuatilia ili waweze kujua ni jambo gani ambalo lilimshinikiza ama lilimpeleka mpaka aidha ni kujirusha, alijirusha, ni kwa nini ilifanyika hivyo. Duru za uchunguzi zilithibitisha kupatikana kwa CCTV iliyonakili matukio hayo, zimearifu runinga ya Citizen kuwa Wambui alikuwa kwenye eneo la juu la jumba hilo kwa zaidi ya dakika 40. Wakati huo alikuwa akipiga picha bila kuonyesha dalili zozote za kuwa na wasiwasi, ila pindi tu mlinzi aliyekuwa akishika doria alipoondoka ndipo alipoanguka. Kuna footage za CCTV zile zinaonyesha vile ilikuwa inaendelea, tungependa kuiona ili pia sisi kama familia tuweze kuridhika, tujue hasa ni jambo gani ambalo lilitokea. Familia ya Wambui sasa imeanza maandalizi ya mazishi yake, huku ikisubiri taarifa zaidi kutoka kwa polisi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.